Ni siku 4 sasa baada ya kifo cha Albert Ojwang, siku 2 baada ya ripoti ya upasuaji kusema kwamba hakujiua bali aliuawa kikatili. Swali ambalo Wakenya wengi wanajiuliza ni nani aliyeua Albert Ojwang, alimuulia wapi na alimuua kwa nini? Wanaweza kutegua kitendawili hiki ni Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen, Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja na Mkurugenzi wa Idara ya Upelelezi wa Jinai DCI Mohamed Amin, ambao jana walifika mbele ya bunge la Seneti. Mtiririko wa matukio unaonyesha Albert akishikwa na makachero wa DCI tarehe 6 Juni nyumbani kwao Homa Bay kwa kosa la kuchapisha habari za uongo mtandaoni. Anasafirishwa hadi jijini Nairobi na kuhojiwa na maafisa wa DCI siku ya Jumamosi tarehe 7. Baadaye anapelekwa Central Police Station. Tarehe 8, ripoti zinasambaa kuwa Albert ameaga. Siku hiyo hiyo, polisi wanatoa ripoti kwamba Albert aliaga akipelekwa hospitalini baada ya kujigonga kwenye ukuta wa seli kisha kuanza uchunguzi, na mojawapo ya hatua zilizochukuliwa ni askari waliokuwa kwenye zamu usiku wa kisa hicho kusimamishwa kazi tarehe 9. Tarehe 10, upasuaji wa mwili wa Albert unafanyika huku wanaharakati wakiandaa maandamano kudai haki. Matokeo ya upasuaji yanaonyesha kuwa kulikuwepo na dalili za kupigwa kabla ya kufa, akiwa na majeraha kichwani na shingoni. Kama mojawapo ya njia za kufariji familia ya Albert, Wakenya mtandaoni wanaanza kuchanga fedha kupitia kwa nambari ya baba yake Meshak Ojwang. Tarehe 11, Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen, Inspekta Jenerali wa Polisi Douglas Kanja na Mkurugenzi wa Idara ya Upelelezi wa Jinai DCI Mohamed Amin wanafika mbele ya bunge la Seneti. Waziri wa Usalama anahakikishia Wakenya kuwa haki itatendeka shinikizo za kutaka jiuzulu zikitolewa. Bwana Kanja kwa upande wake anaomba msamaha kwa ripoti aliyoitoa akisema kuwa marehemu aliaga kwa kujigonga kwenye ukuta wa seli. Mwenyekiti wa IPOA Anne Wanjiku alisema kwamba kamera za siri kwenye kituo cha polisi cha Central zilikuwa na hitilafu wakati wa mkasa huo, huku mkurugenzi wa Idara ya Upelelezi wa Jinai DCI Mohamed Amin akisema OCS wa Central Samson Talam anafaa kuchukuliwa kuwa mshukiwa mkuu wa mauaji ya Albert. Rais Ruto akizungumzia swala hili kwa mara ya kwanza ameagiza huduma za kitaifa ya polisi kuchukua hatua dhidi ya maafisa waliohusika na mauaji ya Albert baada ya kukamatwa na maafisa wa usalama. Lakini kufikia sasa kitendawili cha ni nani aliyemuua Albert Ojwang bado hakijateguliwa. Je, maoni yako ni yapi?